Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kamili umeingia kati ya Irani na Israeli, na baadhi ya vyombo vya habari vya Israeli vikichapisha kweli kweli taarifa ya kifo cha mmoja wa makamanda wa ngazi za juu wa IRGC. Sasa watu wengi wameniuliza hili Rahby vipi tayari na nini na nini. Kumjibu mmoja mmoja ni kazi, nikasema nitakuja kulizungumza hapa itavyokuwa. Kilichopo ni kile ambacho naweza nikakusomea hapa, kimeandikwa kwenye vyombo vya habari. Inasema uhusiano wa umma wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani IRGC umekanusha vikali ripoti zilizotolewa kuhusu mauaji ya kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC Admirali Ali Reza na kuzishutumu kama za uongo kabisa. Katika taarifa ambayo ilitolewa na uhusiano wa umma wa IRGC ulidai kwamba hakuna ukweli wowote wa uvumi huo, ukiashiria muundo unaojulikana wa taarifa potofu zilizosambazwa na account ya kigaidi ambayo ilielezea kama jukwaa linalohusishwa na Israeli linalofanya kazi kama mkono wa uendeshaji wa vita vya kisaikolojia vya Mossad. IRGC ilibainisha kuwa akaunti hiyo hiyo hapo awali ilikuwa imesambaza madai ya uongo kuhusu mauaji ya Brigedia Generali Ismail Qani. Mnaikumbuka story ya Qani? Niwakumbushe. Story ya Ismail Qani ilikuwa baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Hizbullah Hassan Nasrallah ile 2024. Baada ya kuuawa akafuatia shambulizi jingine likaenda kumuua Hashim Safieddin, kama mnakumbuka. Baada ya kuuawa Hassan Nasrallah, aliyekuwa anatakiwa kumrithi Hassan Nasrallah alikuwa ni Safieddin, ambaye alikuwa ni mbaya zaidi kuzidi Nasrallah. Israeli wakamuai kabla ya wiki 2 kumuua. Sasa wakati anapewa shambulizi, anauawa shambulizi lile la Hashim Safieddin, kulikuwa na taarifa kuwa Ismail Qani alikuwa amekwenda Beirut. Kama mnakumbuka, alienda Beirut. Alivyoenda Beirut ikatokea hili shambulizi ambalo lilimlenga Safieddin. Kwa hiyo kwenye zile story na zile ripoti zilivyokuja kutoka zikasema kuwa aliuawa kwa sababu na hii ilikuwa taarifa, manake kuna vyanzo mimi vilinipa taarifa mpaka mimi mwenyewe nikachanganyikiwa. Ikaonekana kulikuwa kuna usaliti mkubwa sana ambao umeanzia wapi? Ndani ya serikali ya Irani. Na hata wakati huo kama unakumbuka kuwa baada ya kuuawa safu kubwa ya Hizbullah, kelele nyingi zilienda kwa Irani kuwa vipi Irani na uwezo wake anashindwa kuwapa taarifa kuwalinda hao washirika wake. Kukawa kuna taarifa nyingi kama vile Irani imeamua kuwauza Hizbullah, ndio maana viongozi wake wakawa na uawa kirahisi sana. Sasa hata hiyo ya kifo cha Safieddin ikatajwa, kuna vyanzo vilisema kuwa Ismail Qani alikuwa ni jasusi wa Mossad ambaye ndio alimuingiza kwenye mtego Hassan Nasrallah akauawa. Halafu anatajwa Ismail Qani kuwa aliingia kwenye jengo pamoja akiwa na nani na Safieddin. Wakati wameingia kwenye ile jengo, story hiyo inasema jinsi ilivyokuwa imeandikwa. Sasa story hiyo kuwa akatoka Ismail Qani kwenye hilo jengo. Baada ya kutoka kwenye ile jengo ili Ismail Qani kuondoka, Israeli ikafanya mashambulizi ya kumuua Safieddin na watu wake wengine. Kwa hiyo wakataja kuwa hivi sasa Ismail Qani ameondoka, hayupo Teherani na yuko Israeli, amekimbia baada ya kujulikana kuwa yeye ni jasusi wa Israeli. That was the story. Ndio ilikuwa story ya hivyo kama mnaikumbuka. Katika maelezo yangu, kwa sababu hizi taarifa zilitokea pamoja na ile taarifa ambayo ilikuwa Hizbullah walifanya shambulizi kama mnakumbuka, walifanya shambulizi moja kwenye kambi moja ya Israeli iliyokuwa ndani ya Israeli, na wakatajwa kuua baadhi ya makamanda, lakini ile story ikaonyesha kama vile aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati huo alikuwa Herzi Halevi, alikuwa amelengwa
na kuuawa. Story mbili zilikwenda pamoja hizi. Sasa wakati ninalielezea la Ismail Khani, wakati huo nilisema hivi, Irani inapaswa itujibu maswali yote kuwa Ismail Khani yuko wapi, kwa sababu Ismail Khani hajaonekana. Ismail Khani anatajwa kuhusika na usaliti, Irani haikujibu lolote. Kwa hiyo hii story ilikuwa ni kubwa sana, ikawa Ismail Khani, lakini Irani ilikuja kujibu kwa vitendo. Hawakuja kujibu kwa maneno kwa Ismail Khani, lakini Ismail Khani alikuja kuonekana kwenye mazishi ya moja wa maafisa wa IRGC ambaye aliuawa pamoja na Safieddine kwenye shambulizi lililotokea Beirut. Ndio alipokuja kuonekana Ismail Khani akiwa katikati ya mazishi na akiwa na cheo kile kile na akiwa amevaa magwanda ya kijeshi yale yale. Hapo ile story ikawa imepoteza, ikawa story ni ya uongo kabisa ukilinganisha na awali. Sasa mashaka ni yepi? Mashaka kuwa jinsi ile story ilivyotembea, yani ilikuwa hadi kuna watu ambao mimi naamini ni wachambuzi wakubwa walikuwa wametembea na hiyo story wakiamini na wakisema ni kweli Ismail Khani amekuwa hivyo. Naweza kusema labda nilibaki mtu wa mwisho kusema kuwa nasubiri uthibitisho wa Irani watuthibitishie kuwa Ismail Khani alikuwa jasusi wa Israeli. Nilisema hivyo. Lakini nilisema sambamba na hilo, nilisema hivyo kuhusu kile kilichotajwa kama shambulizi la Hizbullah lilikuwa limemlenga nani? Herzi Halevi. Kwa sababu Halevi hakuonekana baada ya pale kwa muda mrefu. Na nikasema vile vile Israeli wanapaswa watujibu na wathibitishe kama Irani alivyothibitisha. Irani alithibitisha kwa kumuonyesha Ismail Khani kuwa yupo na hizo taarifa zilikuwa za uongo. Sasa nilisema Israeli watujibu kwa kumuonyesha Herzi Halevi kweli yupo, na Israeli baadaye wakaja akamuonyesha Herzi Halevi hakuwa amehusika kwenye shambulizi kama lile. Sasa ukisoma hii taarifa inakuambia ni taarifa inasema, IRGC inasema awali akaunti hiyo ndio ilisambaza uongo kuhusu mauaji ya Brigedia Generali Ismail Khani. Taarifa hiyo imeongeza kuwa muda wa uvumi huo ni muhimu. Umekuja kukiwa na operation ya kisaikolojia inayochochewa na uhamasishaji wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump na vikosi vyake katika maji ya Iran. IRGC pia ilibainisha kuwa kwa kuzingatia operation ya kisaikolojia inayoripotiwa kufanywa na Trump kupitia kupelekwa hivi karibuni kwa vyombo vya majini katika eneo hilo, kuenea kwa uvumi wa mauaji ya Alam kunachukuliwa kuwa ni umuhimu zaidi. Sasa hili kwa nini limetokea? Limetokea kwa sababu hii hapa story. Kwa nini leo imetajwa hivyo? Kuna mlipuko ulitokea. Uvujaji wa gesi uliosababisha mlipuko katika jengo katika bandari ya kusini mwa Irani, Bandar Abbasi, siku ya Jumamosi. Shirika la habari la Mehri News ambalo si rasmi liliripoti likimnukuu mkuu wa idara ya zimamoto ya eneo hilo. Angalau mtu mmoja aliuawa na 14 walijeruhiwa katika mlipuko katika bandari ya kusini mwa Irani, Bandar Abbas, Jumamosi, afisa wa eneo hilo aliambia mashirika ya habari ya Irani. Shirika la habari la Tasnim ambalo si rasmi lilisema kwamba ripoti za mitandao ya kijamii zinaodai kwamba kamanda wa jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi alikuwa amelengwa katika mlipuko huo zilikuwa za uongo kabisa. Umeelewa? Sasa baada ya ule mlipuko wa gesi ndio ikaja hiyo taarifa ambayo nimetoka kukusomea, taarifa ambayo ikadai kuwa ikadai kuwa mkuu mauaji ya kamanda wa jeshi la wanamaji IRGC Admiral Ali Reza Tangsiri. Ndio hiyo taarifa ambayo kuwa kuna mlipuko ulitokea Bandar Abbas. Ule mlipuko uliotokea ndio ikaja na taarifa kuwa ule mlipuko Israeli imeanza mashambulizi ndani ya Irani. Kwa hiyo ule mlipuko ulikuwa umemlenga kamanda wa jeshi la majini la Irani Reza. Sasa Irani wanakanusha, wanasema kuwa hii ni vita ya mtandao ambayo inaendeshwa na Israeli kupitia ile akaunti ambayo nimekutajia kuwa hii ni akaunti ambayo ipo. Narudia kusema mara nyingi sana, hivi sasa teknolojia, hivi sasa mitandao, hivi sasa hizi social media ni silaha kubwa sana za psychology. Ndio maana Irani wanazima mtandao, kwa sababu hii ni silaha ambayo ni mbaya kweli kweli na ni silaha ambayo inaumiza wakati huo. Unaona sasa katika taarifa nyingi ambazo zimekuja leo, kwanza Marekani walisema
walitoa taarifa. Nimeiona jinsi ilivyoandikwa kwenye mitandao, imenitoka kidogo. Maana yake kuna mitandao inajua kuandika heading zake mzee na kustua kwa heading. Kikubwa ni kuwa Marekani aliwataka IRGC wafanye mazoezi yao bila fujo. Kwa sababu niliwaambia juzi kuwa IRGC walisema watafanya mazoezi kwa siku 3 kwenye maji yale ya Hormuz, ndani kilomita 5 na juu futi 25,000 kwenda juu. Watafanya mazoezi, ni haki yao na wanaruhusiwa kufanya vile. Hiyo ni haki yao. Sasa Marekani wakasema kuwa IRGC wanafanya mazoezi kwa fujo, yani wanatufanyia vurugu. Yani zile boti zao ndogo zinakuwa zinaelekea upande wa meli sijui za Marekani, zinaelekea sijui upande wapi. Yani wanasema zinafanya uchokozi, kwa hiyo wafanye. Ndio ile taarifa kwa Marekani yalionya jeshi la Iran. Nafikiri kuna hiyo taarifa umeona. Sasa kuna taarifa moja ilichapishwa tena na hii mitandao ambayo ina taarifa potofu, taarifa za uongo. Niliona kuanzia jana jioni, zikasema kuwa ndege maalum kabisa ya Irani imeonekana ikisafiri kutoka Irani ikielekea Moscow ikiwa umbali wa futi 37,000. Taarifa ile ikadai kuwa kwenye ile ndege ndani yumo kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei pamoja na msaidizi wake Ali Larijani, wanakimbia nchi. Katika taarifa zile potofu ambazo za kuonyesha kuwa sijui hayupo, kaisha kimbia kajificha kwenye mahandaki, yani propaganda zinatengenezwa kwa ile yenyewe. Sasa ile taarifa imekuja kuonyesha kitu tofauti, kwa sababu kuna ziara maalum ya Ali Larijani ambayo amekwenda Moscow. Sielewi kafuata nini. Ali Larijani ni msaidizi wa Khamenei, lakini amekwenda katika ziara ambayo haijulikani hiyo ziara amekwenda kufanya nini, katika kipindi ambacho pressure iko juu sana. Yani ziara hii inanikumbusha ziara ya mwaka 2015. Wakati ulimwengu wa magharibi unataka kumpindua Bashar al-Assad kuanzia 2011, 12, 13, Irani aliingilia vita ya Syria mwaka 2013. Ndio aliingilia kutoka kwenye mzozo wakati Bashar al-Assad karibu ataondolewa. Irani akaingilia 2013. Irani akiingia na kikosi cha Al-Quds kilichokuwa kikiongozwa na General Qasim Soleimani kuisaidia serikali ya Bashar al-Assad isidondoke. 2015 General Qasim Soleimani alisafiri kwenda Moscow. Alivyosafiri kwenda Moscow kuomba usaidizi wa Urusi kwa ajili ya kuinusuru Syria. Yani ujumbe maalum wa General Qasim Soleimani ukibeba kutoka kwa Bashar al-Assad, tunaomba usaidizi ili uweze kumwokoa Bashar al-Assad. Ndio ulichofanyika hivyo. General Qasim Soleimani ndio alienda Moscow. Urusi ikatuma meli ambayo inafahamika kama Moskva. Mnaikumbuka meli ya Moskva yenye thamani ya dola milioni 75, meli ambayo ilizamishwa mwaka juzi na makombora ya Ukraine kwenye pwani ya Sevastopol, kama mnakumbuka. Mwanzo kabisa wa vita ya Urusi na Ukraine, Urusi alisambaza ndege ya Ukraine Antonov, ambayo inatajwa kuwa ilikuwa ni moja ya ndege kubwa zaidi duniani. Kama mnaikumbuka ile Antonov ya Ukraine, kwa sababu zile ni ndege za Kisovieti ambazo zilikuwa wakati huo, wakati imesambaratika Sovieti, zile ndege zilijikuta zimebaki Ukraine, ikawa mali ya Ukraine. Kwa hiyo ile ndege ni kubwa, thamani yake ilikuwa karibu dola milioni 370. Urusi alishambulia ile. Kwa hiyo Ukraine alipata hasara kubwa sana kwenye ile ndege. Meli ya Moskva ambayo ilikuja kumwokoa Bashar al-Assad 2015 ndio ilikuwa meli kiongozi, moja ya meli ya kisasa yenye uwezo mkubwa, yenye rada, yenye mifumo ya ulinzi, kila kitu iko sawa. Ndio iliweza kufanya mashambulizi mengi kutokea bahari ya Mediterranean kumwokoa Bashar al-Assad. Kwa hiyo ziara ya Ali Larijani inanikumbusha ziara ya Qasim Soleimani akienda Moscow kuomba msaada kwa Vladimir Putin. Ikatumwa meli ya Moskva na vikosi vya Urusi vikaingia Syria mpaka kuja kumnusuru Bashar al-Assad. Wakati huo waliweza kumnusuru. Meli hii ndio ilienda kuongoza mashambulizi kule Ukraine. Meli hii wakati inazamishwa, kulikuwa kuna shutuma kubwa sana kuwa Marekani aliingilia mifumo, alidukua mifumo ya ulinzi wa meli, wakasababisha drones zikaja zikapiga kwa juu, lakini baadaye Ukraine akapiga makombora akaizamisha. Ilikuwa ni hasara kubwa kwa Urusi baada ya ile meli kuzamishwa na Ukraine. Ukraine walizamisha, sijui kwa msaada wa nani, sijui Marekani alitoa msaada, lakini Urusi anasema kuwa msaada mkubwa wa kuzamisha meli ya Moskva ulitoka kwa Marekani. Kwa hiyo ilitokea. Sasa Larijani amekwenda Moscow.
hajulikani Moscow anakwenda kufanya nini. Hatujui. Huwa siweki dhamana yangu kwa Urusi kumsaidia Irani kwenye mgogoro na Marekani, huwa sitaki, au kwenye mgogoro na Israeli, huwa sitaki kuweka dhamana yangu yoyote, kwa sababu kile sababu ambazo mara nyingi nimekuwa nikiwaambia, sioni kama huo msaada wowote unawezekana ikiwa hata atataka. Sasa Dropsite News imeandika kuwa kwa vyanzo ambavyo wanavyo wao, huenda Trump akaidhinisha mashambulizi ya kwanza kwa Irani Jumapili alfajiri, yani usiku wa leo. Huenda Donald Trump akaidhinisha mashambulizi ndani ya Irani. Sasa kuna vyombo vya habari viliandika, ikiwemo Irani Military News kuanzia jana, waliandika kuwa Marekani ilikuwa imepeleka maombi kwa Irani. Unajua kwa wakati mwingine wanatufanyia maigizo, ni wote wanatufanyia maigizo. Marekani ilipeleka maombi kwa Irani kuwa tutafanya shambulizi kwako, usireact harshly, yani usijibu kwa ukali, yani tufanye vita ya maigizo. Unajua ile katika wanasema ile kulinda heshima. Sasa niliona taarifa imeandikwa kabisa na Military News ya Irani kuwa wanasema kuwa hiyo ilikuwa ni proposal ambayo imepelekwa kwa kupitia Uturuki. Mwambie Irani tutafanya mashambulizi lakini asitujibu kwa nguvu. Irani wakakataa, wakasema kuwa huu mchezo hatuutaki, kwa sababu kwa jinsi ile taarifa ilivyokuandikwa na vyanzo vingine inasema kuwa kulikuwa kuna mchezo wa Marekani na Irani kuwa tunashambulia, halafu na wewe unakuja unashambulia, tunarudi, tunafanya nini, tunaonekana kama vile tumeshambulia, yani mashambulizi ya simu yanaitwa mashambulizi ya simu, kuwa tunakuandaa, tutapiga sehemu fulani. Sasa Irani anasema nimechoka na kutishiwa kila siku, wiki mbili mnataka kunishambulia wiki. Anasema mara hii hatutaki mchezo wa aina yoyote, tutajibu kwa nguvu. Yani vyovyote tutakujibu kwa nguvu, hatuwezi kufanya maigizo ya kusema kuwa eti ukitugusa tutakujibu katika kile ambacho wewe unataka tufanye hivyo. Nimeiona hiyo taarifa. Sasa taarifa ya Dropsite News inasema kuwa kuna uwezekano wa mashambulizi kuanza, lakini nimemsikia kamanda wa IRGC anasema hatutofanya vita kama Trump anavyotaka. Trump anataka vipi? Anasema anafanya mashambulizi masaa mawili, halafu anakimbilia kwenye mtandao wa Twitter kuandika kuwa tumeshamaliza na vita imekwisha, tumeshamaliza. Anasema hatutosimama, yani kuwa ukipiga tutapiga. Hatutaki hiyo mpango wa kusema kuwa unakuja unavizia, unapiga ngumi, unamwambia refa maliza mchezo. Ile niliwaambia ile ya Trump, mnaijua, unapiga alafu unakimbilia kwenda kumaliza mchezo. Wanasema hatutofanya mara hii. So hizi imebaki kuwa ni taarifa ambayo hatujui ukweli wake ni upi, lakini Dropsite News unajua huwa ina vyanzo vingi na ni chanzo cha Kimarekani ambacho huwa kinatoa taarifa anayo, najua wenyewe hiyo taarifa wameitoa wapi, lakini Rahby Digital, haki na ukweli.